Na karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo wa masomo haya yanayoletwa kwako na Dr. Erasto Lazaro kutoka Erastobe Food Product. Natumai una afya njema kabisa. Nipende kukukaribisha tena katika mfululizo wa masomo haya. Na ndugu mtazamaji, kwa siku ya leo tunaenda kuongelea ugonjwa unaojulikana kama hernia. Lakini pia naenda kuelekeza dalili zake pamoja na tiba zake kwa kupitia mitishamba fulani. Hernia ni nini? Hernia ni hali ambayo kiungo cha mwili kama vile utumbo husukumwa au huhamishwa kutoka katika nafasi yake ya kila siku kwa kupitia sehemu dhaifu ya misuli ama tishu zinazoshikilia viungo hivyo. Hivyo basi, hii hufanya utumbo kutuna au eneo la mwili kuwa na uvimbe usiokuwa wa kawaida, na hii ni dalili namba moja ya hernia. Kwa hivyo unakuta ikishahamishwa katika sehemu yake inakuwa inatuna kwa nje, na inaweza kaonekana hata kwa nje. Ukimwangalia mtu basi unaona kama ana uvimbe usiokuwa wa kawaida, na hii inaweza katusaidia au kugundua ugonjwa huu kwa haraka zaidi. Na dalili ya hernia ni pamoja na uvimbe unaojitokeza katika eneo husika, kama tulivyoona kwamba ni sehemu ya kiungo inakuwa inahamishwa katika sehemu yake. Kwa hivyo lazima inapohama itatengeneza kiuvimbe. Kwa hiyo ni dalili namba moja ya hernia. Maumivu makali muda mwingine inaweza kujitokeza katika eneo husika. Na dalili nyingine pamoja na maumivu makali, hasa pale unaponyanyua vitu vizito, mtu anakuwa anapata maumivu makali au hisia mkandamizo unaopelekea maumivu makali katika eneo la tumbo. Na hebu sasa tuangalie tiba chache ambazo huweza kupambana na hernia au ugonjwa wa hernia. Kwanza, tangawizi ukichanganya na mdalasini, hasa mdalasini ya India, inafanya vizuri sana kwa mtu mwenye hernia. Chukua mdalasini na tangawizi, lakini pia unaweza kaongezea na karafuu, ukavichemsha kwa pamoja kwenye maji nusu lita, alafu chemsha, tumia nusu glasi kutwa mara 2 ndani ya siku 14, sasa na wiki 2, itampa uweni mkubwa mtu mwenye tatizo la hernia. Tiba namba 2 ya hernia ni pamoja na muarobaini kama inavyoonekana hapo. Chukua majani ya mti wa muarobaini kama gramu 500, sasa na nusu kilo, alafu chemsha kwenye maji lita 3 za maji. Baada ya kuchemsha kwenye lita 3 za maji, tumia glasi moja tu kutwa mara moja. Yaani tumia glasi moja tu kwa siku mpaka hayo maji yatakapoisha. Alafu pumzike. Wakati huo unaangalia hali yako inaendeleaje. Na tiba nyingine ni pamoja na mafuta ya nazi. Sasa wakati unakunywa labda zile dawa za kunywa, unaweza ukawa unapaka mafuta ya nazi kwenye sehemu iliyoathirika. Kama nimejitokeza kwa juu, unakuwa unapaka eneo hilo. Kwa hivyo unakuwa unapaka mara kwa mara. Unaweza ukapaka asubuhi na jioni. Mafuta ya nazi original ni nzuri sana kwa hernia, hasa kwa kuapply topically. Tiba nyingine au dawa nyingine ya hernia ni pamoja na aloe vera. Chukua aloe vera, kata vizuri kabisa, osha vizuri kabisa, alafu chemsha. Kwa mfano unaweza ukachukua gramu 500 kwenye maji lita 3. Chemsha vizuri, alafu upate glasi moja kwa siku. Yaani upate glasi moja tu kwa siku mpaka hayo maji yatakapoisha. Haiwezi kuharibika kiurahisi. Kwa hivyo ukishamaliza unatulia. Na tiba nyingine ya mwisho kwa siku ya leo ni pamoja na kitunguu saumu, yani garlic. Chukua kitunguu saumu ya kienyeji, vile vyenye vipunje vidogo, menya vizuri kabisa. Unaweza kupata punje zako 2 hadi 3, ukameza kwa siku, na tumia asubuhi kabisa kabla ya kula chochote. Kwa hiyo unaweza ukavikatakata, ukavigawagawa, alafu ukavimeza kama vidonge pamoja na maji. Utameza hizo punje 3 kila siku mpaka pale utakapokaa vizuri. Na kwa siku ya leo ndugu mtazamaji, sina la ziada. Nafikiri umejifunza kuhusiana na ugonjwa wa hernia. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.